Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Huwali gani mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ambatana nasi tukujuze habari mbalimbali katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Natasha Mingwandroya, kwa heshima kubwa tukope sikio na macho. Mwanzo hadi tamati mwa dira hizi tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Karibu. Tuanze habari hizi tukipiga jicho katika tarafa la Walungu, ambapo muungano wa wanachuo wa Walungu Sewa DRC inataka ushiriki wa haraka wa mamlaka husika katika kurejesha shughuli za shule katika eneo la Walungu. Walieleza hayo katika taarifa iliyotumwa kwa mamlaka husika na kuwekwa hadharani Jumatatu Aprili 28 mwaka tulimo. Kulingana na taarifa hii, wanachuo hao wanasikitishwa na ukweli kwamba shughuli za shule zimesimamishwa kwa miezi kadhaa katika eneo lote la Walungu. Wanachuo hao wanakumbusha kuwa wanafunzi wamekaa nyumbani takribani zaidi ya miezi miwili kwa sababu ya mgomo ulioanzishwa na walimu tangu Septemba 2024. Kwa watoto hawa wa shule wanaolazimishwa kubaki nyumbani, sasa wanafanya kazi nzito za kila aina na wengine kukabiliwa na hatari kadhaa kutokana na kukosa kazi. Wengine wao hujihusisha na vitendo vinavyosababisha uhalifu wa vijana. Wanafunzi wa kike kwa sasa wanakabiliwa na mimba za mapema na zisizotarajiwa. Inajutia muundo huu. Kutokana na hali hii, Sewa DRC inataka mamlaka husika kushirikishwa katika ufunguzi wa shule ili kuwalinda watoto. Ikumbukwe kuwa hali kama na hiyo inazingatiwa kutoka Kabare na Kale, ambapo shule kadhaa zinafanya kazi kwa woga na zingine tayari zimefunga milango yake kufuatia kuhama kwa idadi kubwa ya watu. Usalama. Watu wawili wanaozaniwa kuwa wevi majambazi wakiwa na silaha wameuawa kwa kupigwa risasi na maafisa wa polisi kwenye barabara ya Avenue Route d'Uvira na wengine wawili kutoroka baada ya kurushiana risasi na wanajeshi wa AFC M23 waliokuwa wakishika na kuendesha doria katika eneo hilo. Taarifa zinazodhibitishwa na kiongozi wa eneo la Ndendere katika mahojiano na radio televisheni Ngoma ya Kivu, ikiwa Aprili 28 mwaka tulimo. Fursa kwa mchungaji Albert Migabo Nyagaza kusifu ushirikiano wa wananchi na vyombo vya usalama. Huyu anatoa wito kwa idadi ya watu kuendelea na ushirikiano huu ili kubaini harakati zozote zinazotiliwa shaka. Tunasema kama iko sawa, wale watu wabaya hawajachoka bado kushambulia watu. Walishambulia aveni yetu ya La Presse na aveni Route d'Uvira, na waliingia kwa mama Naomi Kishibisha. Kisha wakati population ili alerte, wale watu kati yao maechange de tir, kulikufa watu wawili na wengine wawili walikimbia kupitia njia ya Kadutu na ngambo ya Nyamugo. Tunaweza kushukuru population yetu ambayo ilishiriki na kukolabore mzuri na jeshi ambalo lilikuja kuwasaidia watu ambao walikuwa mshida, na tunaomba population yote iendelee kuishi vile. Wakiona kitu kibaya waambie la polisi na wakolabore, waonyeshe wasoda kwenye wale wa mwizi wako. Na tunaendelea kushukuru jeshi security ambayo ilikuja mbio na ambayo iliruhusu mpaka watie mikono kwa watu wale wawili, na wale ambao walikimbia nao tunajua nao watakamatika pia. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa na mchango mkubwa katika kutatua mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kutangaza makubaliano ya amani kati ya mataifa hayo mawili. Kauli hii imetolewa katika mazungumzo mafupi na waandishi wa habari baada ya kushuka kwenye helikopta. Kwa hakika nadhani nimetatua mzozo na tatizo kati ya Rwanda na DRC. Tumefikia makubaliano ya amani kati ya nchi hizi mbili. Amani ni muhimu, lengo ni amani, alitangaza. Mafanikio haya ya kidiplomasia yanakuwa matokeo ya mpango wa pande tatu inayohusisha Marekani, DRC na Rwanda.
Hii imesababisha kutangazwa kwa kanuni kusisitiza kuheshimiana kwa mamlaka ya eneo na kujitolea kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi wenye manufaa kwa pande zote. Goma. Takribani mtu mmoja amepoteza maisha na wengine 3 kujeruhiwa vibaya kufuatia mlipuko wa mashine za vita katika vitongoji tofauti vya Goma, Kivu Kaskazini katika muda wa chini ya wiki moja. Kulingana na shuhuda waliowasiliana na Radio Kapi, tukio la kwanza la kutisha limetokea alasiri ya Jumamosi, Alhamisi 26 kati ya wilaya ya Bujovu katika eneo la Karisimbi. Katika eneo hili kijana mchungaji aitwaye Christian alikuwa akichunga mbuzi wake kwenye makaburi ya Litije ambapo alionekana kugonga kitu ambacho kililipuka mara moja. Kijana huyu alikufa papo hapo. Ameraruriwa vipande na mlipuko huo. Mbuzi wake wamoja walifariki huku wengine wakikatwa viungo vyao na vipande vya mashine. Mkasa huu uliwagusa sana wenyeji wa wilaya ya Bujovu ambao hutembelea mara kwa mara katika makaburi haya ya zamani. Zaidi ya hayo, wakaadhi wameripoti mlipuko wa kifaa kingine cha kijeshi huko Kibirizi Jumatano Aprili 23. Vijana 3 ambao walikuwa wakitafuta malisho ya mbuzi wao walionekana pia kuponyokea chupuchupu. Kifaa hicho kiliripuka na kuwajeruhi vijana hao 3 kulingana na mashahidi kutoka eneo la Ruchuru. Asubuhi ya Jumatatu Aprili 28, kifaa kingine kiligunduliwa kikiwa kimefichwa chini ya rundo la mawe kwenye barabara ya Mudiai katika eneo la Kasika. Bado katika wilaya ya Karisimbi, wakazi wanajawa na hofu, timu za kutegua mabomu waweze kufichua. Wakikabiliwa na hali hii hatari, mashirika ya kiraia katika wiki ya hivi karibuni wameongeza kampeni za uhamasishaji juu ya hatari inayoweza kutokea katika masuala yanayookotwa na mabaki ya milipuko ya vita. Waigizaji hawa wanasambaza picha za vitu vinavyofanana na milipuko kwenye mitandao ya kijamii wakitoa wito kwa watu na hasa watoto kuwa waangalifu, wasiguse au kukaribia vitu vinavyoleta shaka. Mji huo wa Volcano ambao sasa unakabiliwa na kukaliwa na M23 kwa zaidi ya miezi 3 ulikuwa eneo wa mapigano makali kati ya waasi na jeshi la DRC siku chache kabla ya kukamatwa kwake. Vifaa kadhaa vya kijeshi bado mabomu vinaonekana kuripuka katika eneo hilo. Daktari Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaif, waziri wa nchi anayeshughulikia masuala ya kigeni wa Qatar, amekutana Jumatatu Aprili 28 mwaka tulimo na wajumbe wa Baraza la Kitaifa la Maaskofu wa Kongo Senko na makanisa ya Kristo nchini DRC SSC wanatembelea Doha hivi sasa. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Qatar aliripoti juhudi za kidiplomasia na kimataifa zinazolenga kutatua mzozo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Rwanda, anathibitisha. Kwa mujibu wa Actualite.cd, mwanadiplomasia huyo wa Qatar amethibitisha wakati wa mkutano huo uungaji mkono wa jimbo la Qatar kwa juhudi zinazoendeshwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuleta amani pamoja na mshikamano wa mara kwa mara wa Qatar wa kuunga mkono utatuzi wa migogoro kwa njia za mazungumzo na amani kwa kuzingatia kanuni za sheria za kimataifa ili kukuza utulivu na kuimarisha amani na usalama wa kimataifa. Senko na SSC wanaongeza mradi wa mkataba wa kijamii wa amani na kuishi vizuri pamoja nchi DRC na maziwa makuu. Madhehebu hayo mawili ya kidini yanathibitisha dhamira yao ya kuimarisha wakazi wa Kongo kwa ajili ya amani na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika muktadha unaoashiria ukosefu wa usalama unaoendelea mashariki mwa DRC na kwa utulivu katika maziwa makuu. Mbele ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Therese Kaikwama, waziri wa nchi, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kimataifa na Francophonie wa DRC na mwenzao wa Rwanda Olivier Nduhungirehe walitia saini tamko la kanuni kwa ajili ya makubaliano yenye lengo la kukuza amani na maendeleo ya kiuchumi katika eneo la maziwa makuu na kukomesha DRC Mashariki.
Sambamba na mbinu hii, wajumbe wa serikali ya Kongo na wale wa AFC M23 wanasema wanataka kufanya kazi kuendeleza, kuimarisha makubaliano. Mwisho wanafahamisha hayo katika taarifa ya pamoja iliyosoma kwenye idara ya kitaifa baada ya majadiliano mjini Doha chini ya upatanishi wa Qatar. Habari za kijamii ni kwamba mamlaka ya usambazaji wa maji Regideso SA imetuma sasa wajumbe ikiwa Aprili 28 mwaka tulimo, timu ya wachunguzi kubainisha watumiaji wa mtandao wa Mazigiro katika maeneo ya Panzi, Buozi, Maria Kachelewa, Chiragabwa na Mudusa. Hii ni kupambana na miunganisho ya ulaghai na kuwezesha ukosefu wa maji ya kunywa katika eneo hilo. Wachunguzi hawa waliwekwa ardhini wakati wa matembezi yaliyoendeshwa na timu ya Regideso katika eneo la Panzi majira ya asubuhi. Hii ilikuwa ni fursa kwa kaimu mkurugenzi wa mkoa wa Regideso, Mheshimiwa Mudumbi Mweze. Alifafanua kuwa operesheni hii ya kukagua itawezesha Regideso SA kubainisha watu ambao tayari wamejiandikisha kupata maji kutoka katika mtandao wa Mazigiro. Haya yote ili kukomesha miunganisho ya ulaghai katika sehemu hii ya jiji la Bukavu. Akihudhuria katika matembezi haya, Nicholas Lubala, mwigizaji wa masuala ya kijamii, anamfurahishwa na mpango huu wa Regideso na kutoa wito kwa watu wanaohusika na kujitambulisha ili waweze kufaidika na maji haya safi. Hii ni kuwezesha Regideso kuboresha huduma ya maji ya kunywa katika jiji la Bukavu, haswa jimbo la Kivu ya Kusini kwa jumla. Kama ukumbusho, mtandao wa Mazigiro ulikabidhiwa kwa Regideso na mkuu wa mkoa wa Kama ukumbusho, mtandao wa Mazigiro ulikabidhiwa kwa Regideso na mkuu wa mkoa chini ya AFC M23 Emmanuel Birato mnamo Aprili 18 mwaka tulimo. Hii ni kuchangia kuboresha usambazaji wa maji ya kunywa katika jiji la Bukavu na mazingira yake. Kale, watu waliokimbia makazi yao kutoka Katashola katika eneo la Kale, Kivu Kusini, wanatoa tahadhari kwa mamlaka baada ya watoto kadhaa kufariki dunia kutokana na upungufu wa damu. Walisema hayo katika barua ambayo nakala yake imesomwa na mwanaripota wa Fizi News. Kwa mujibu wa kiongozi wa kambi ya IDP ya Katashola, baadhi ya watoto wamekufa dunia kwa upungufu wa damu baada ya kuugua malaria. Ameongeza kuwa kisa cha mwisho kimerekodiwa Jumamosi Aprili 26 mwaka tulimo, wakati mtoto mmoja wa mwaka mmoja na miezi 7 amekufa kufuatia upungufu wa damu na umesababishwa na malaria na utapiliano mkali. Kwa wale wa mwisho, zaidi ya watoto pia kuna wanawake wanaonyonyesha na wajawazito ambao wako katika dharura ya kibinadamu. Watu waliokimbia makazi yao Katashola wanasema wanatoa wito kwa mamlaka katika ngazi zote na mashirika ya kibinadamu ya kitaifa na kimataifa kuja kutoa msaada wa vitu na visivyo vyakula, dawa na shughuli za kilimo. Tukumbuke kuwa kambi ya Katashola kwa kiasi kikubwa inakaliwa na waanga wa mafuriko ya Bushushu na Nyamukubi na wengine kutoka baadhi ya vijiji vya Kale. Kwa muda wa miezi 6, wanawake hawa na wasichana wadogo watafunzwa na washauri juu ya zana kadhaa, ikiwa ni pamoja na maendeleo ya mipango ya biashara, sera ya mauzo na utafiti wa soko. Haya yote yanapelekea kuuzwa kwa vitenge na urejeshwaji wa taka za nguo za kiwandani kufuatia maoni ya mwanzilishi wa taasisi ya Faida Faidika Faidisha F3 Bibi Faida Narugeta aliyejitolea kwa maendeleo ya wanawake na wasichana wadogo. Bi Furachi Tera, mkuu wa programu wa F3 Fondation, alisema kuwa mradi huu utachangia uhuru wa wanawake na vijana kupitia miradi yake mbalimbali. Kufikia hili, Bi Wani Kalumuna, kitovu cha mradi wa Entreprendre avec Capital Zero, anahakikisha kwamba kutokana na wakfu wa F3 walengwa watasaidiwa ili kuwaziri jamii katika ngazi ya kijamii na kiuchumi. Asante sana. Projet yenye F3 ina lancé leo mu vile yetu ya Bukavu ni projet ya kuaccompagner wanawake, ni projet Entreprendre avec Capital Zero. Hauna kitu lakini fondation ina kusindikiza. Benye bana beneficie na hii projet ni wanawake benye biko na chini ya 35 ans, na projet itadure 6 mois. Mwile miezi 6 tutajikaza tutumike pamoja nao wanawake. Hali ya furaha kwa Miss Balbuno Patricia.
mmoja wa wafaidika, alimshukuru Bibi Faida na Rugeta kwa mpango huu unaokuja kwa wakati mwafaka. Alors wakati baliniita hapa niliweza kufurahi na kuwa na roho ya remerciement kwa Madame Narugeta kwa sababu hii fondation inasaidia wanawake kupata ngisi ya kujishughulikia wenyewe na kushughulikia majamaa zao. Ikumbukwa kuwa mradi huu ni sehemu ya mpango wa kusaidia ujasiriamali kwa wanawake unaotekelezwa na shirika la Faidika Faidisha Fondation F3 katika maeneo kadhaa ya jimbo la Kivu Kusini. Uchumi. Shirika la Faidika Faidisha Foundation F3 limezindua mradi wa ujasiriamali kwa kutumia mtaji sifuri. Hii ni kuhimiza ujasiriamali wa kike katika jimbo la Kivu Kusini kupitia uuzaji wa vitenge na urejeshwaji wa taka za nguo za kiwandani. Ilikuwa wakati wa sherehe zilizoendeshwa wikendi katika jiji la Bukavu. Kwa muda wa miezi 6, wanawake hawa na wasichana wadogo watafunzwa na washauri juu ya zana kadhaa ikiwa ni pamoja na maendeleo ya mipango ya biashara, sera ya mauzo na utafiti wa soko. Haya yote yanapelekea kuuzwa kwa vitenge na urejeshwaji wa taka za nguo za kiwandani kufuatia maono ya mwanzilishi wa taasisi ya Faidika Faidisha F3 Bibi Faida na Rugeta aliyejitolea kwa maendeleo ya wanawake na wasichana wadogo. Bi Furachi Tera, mkuu wa programu wa F3 Fondation, alisema kuwa mradi huu utachangia uhuru wa wanawake na vijana kupitia miradi yake mbalimbali. Kufikia hili, Bi Wani Kalumuna, kitovu cha mradi wa Entreprendre avec Capital Zero, anahakikisha kwamba kutokana na wakfu wa F3 walengwa watasaidiwa ili kuwaziri jamii katika ngazi ya kijamii na kiuchumi. Asante sana. Projet yenye F3 ina lancé leo mu vile yetu ya Bukavu ni projet ya kuaccompagner wanawake, ni projet Entreprendre avec Capital Zero. Hauna kitu lakini fondation ina kusindikiza. Benye bana beneficie na hii projet ni wanawake benye biko na chini ya 35 ans, na projet itadure 6 mois. Mwile miezi 6 tutajikaza tutumike pamoja nao wanawake. Hali ya furaha kwa Miss Balbuno Patricia, mmoja wa wafaidika, alimshukuru Bibi Faida na Rugeta kwa mpango huu unaokuja kwa wakati mwafaka. Alors wakati baliniita hapa niliweza kufurahi na kuwa na roho ya remerciement kwa Madame Narugeta kwa sababu hii fondation inasaidia wanawake kupata ngisi ya kujishughulikia wenyewe na kushughulikia majamaa zao. Ikumbukwa kuwa mradi huu ni sehemu ya mpango wa kusaidia ujasiriamali kwa wanawake unaotekelezwa na shirika la Faidika Faidisha Fondation F3 katika maeneo kadhaa ya jimbo la Kivu Kusini. La ziada hatuna, mtazamaji wa chanela yetu. Ni hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya leo. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Alamseke. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.